Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Watukufu wa Islam popote mlipo, leo tuko tarehe 1 mwezi wa 11 2025. Bado tunaendelea na mikakati yetu ya kuweza kuonyesha kama jamii ya Burundi ya Kiislamu inaweza na ipo. Na inataka isiwe inaonyesha kwa maneno, iwe inaonyesha kwa vitendo. Na tuonyeshe vile vile kama umoja wetu tuko tunaukomaza, alhamdulillah. Kwa siku ya leo tumejumuika hapa ukumbi wa jamii ya Kiislamu ya Komibu nchini Burundi, tukiwa na mheshimiwa Kadhi, tukiwa na mheshimiwa naibu mufti, tukiwa na mheshimiwa Sheikh Juma, miongoni mwa viongozi wa baraza la mashekhe, tukiwa na kiongozi wa Bujumbura, tukiwa na viongozi mbalimbali, mwakilishi wa baraza la mashekhe katika Bujumbura na mwakilishi wa baraza la maimamu pale Makhluk, na viongozi wa tarafa ya Buyenzi, zone Buyenzi, na wakina mama hapa na kiongozi wa wakina mama Hajatijane, vile vile na kundi lake na kundi lao ambao tumeamua. Na haya sio kwamba ni kundi lenye liko Buyenzi tu, bali yako makundi mitaa tofauti tofauti. Lengo letu ni kwa kutaka tuonyeshe umma, tuonyeshe na Mwenyezi Mungu, tuonyeshe na taifa letu kwamba sisi Waislamu tunaweza. Tulikuwa tunakosa tu kakitu kadogo, umoja, na umoja umesha thibiti ndani ya jamii ya Kiislamu, kiasi ambacho inshallah taala katika mizunguko ya kuweza kukusanya uwezo wa kujenga hili jengo letu, mwezi wa 8 katika zone Buyenzi, komine Mukaza, watu waliweza kukusanya pesa milioni 3 na ziada. Mwezi wa 9 tukakutana wameshuka kidogo, wakakusanya milioni 1 na laki 2 na ziada. Ikabidi vile vile tujifunze ni utaratibu gani tunaweza tukatumia kwa kutaka hiyo kazi isizorote, isirudi nyuma. Ndio tukaweka matimu ambao ndio hawa inshallah taala wamevaa majile. Tulikuwa tunataka tuwathibitishie Waislamu wote kwamba alhamdulillah kazi ambayo wameifanya kwa siku 5 tu, tunaweza tukasema ni mwate mwe. Yani ni Allahu Akbar. Ni mwezi wa uthibitisho ya kwamba kazi inaweza kaendeka vizuri watu wakiamua. Katika siku 5 wamesha kusanya milioni 5. Maana yake mwezi utakapoisha watakuwa wamefanya kazi nzito kubwa ambazo zitasaidia, na tunathibitisha ya kwamba hizo pesa alhamdulillah zinafika. Na ndio sababu mnaona jengo kwa sasa hivi, tangu tuanze huyu mfumo wa kuweza kukusanya nchi nzima, wallahi alhamdulillah jengo mnaona liko linapanda. Ile fondation imeisha toka, na Allah akituwezesha katupa uhai huyu mwezi wa 11. Maana yake hivi tumeisha toa report, tunatoa report ya leo tunatoa report ya mwezi wa 10 ambao tumepata milioni, mwezi wa 9 ambao tumepata milioni 55. Tuna imani ya kwamba mwezi wa 10 na wa 11 tutapata pesa za kuweza kutuinua katika jengo letu, katika miradi yetu. Tukimuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwezeshe sisi wote kuwa na ikhlas, atuwezeshe sisi wote kusapoti kazi zetu, alafu na atuwezeshe Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutukubalia amali zetu tunazozifanya ndogo ndogo, na aweze kutufutia madhambi yetu, na zaidi sana Allah subhanahu wa ta'ala tupe mwisho mwema, na zaidi sana Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee baraka ndani ya vizazi vyetu, na atuondolee maradhi katika wagonjwa wetu, na tuzidishie riziki zetu katika nyumba zetu. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sasa watukufu wa Islam, tuna ripoti ya mwezi wa 9. Tulianza na zoezi letu la mwezi wa 8, tukapata milioni 65. Tukapata milioni 65. Tukawaambia kama kuna mkoa ulikuwa umetoa milioni 40 na 48. 58. Mkoa ulikuwa umetoa 58. Wallahi hiyo ripoti ilisababisha watu kidogo wanashtuka, na alhamdulillah huyu mwezi japo kuwa hatujapata nyingi sana mwezi wa 9
Jamani, tuko mwezi wa 10, tunawaomba wahusika kwanza do cabinet na financier mjitahidi tarehe 15 za mwezi wa 11 ripoti ya mwezi wa 10 vile vile itoke. Msudi kwa mnachelewa kama hivi inshallah. Kwa huyu mwezi wa 9 tumepata milioni 55 na laki 6 na 34 na franga 700. Komine ya kwanza, mkoa wa kwanza vile vile ni ule tu. Ni ule ni Buhumuza. Na komine ya kwanza ni ile ni Muyinga. Ni vile vile. Mkoa wa kwanza ni ule ni Buhumuza na komine ya kwanza ni ile ya Muyinga. Mkoa wa kwanza ni Buhumuza umeleta milioni 22 na laki 4 na 1092. 22,492,000. Bujumbura, alhamdulillah, takbir. Leo mashallah. Bujumbura ikivugo cyabo ni nagura ubutunzi. Muze muramenye ivyo iburi ntari visi ikivugo. Butanyerera kirazira kunyerera ku ndongozi. Humuriza komibu. Burunga agateka aho kamye. Gitega tegura imitego. Kwa hivyo humuriza igihugu kweli milioni 22 na laki 4 na 1092. Ndio ya kwanza. Allahu Akbar. Mtaniuliza kwa sababu gani zimeshuka mwanzo zilikuwa ni milioni 58. Ni kwa sababu kuna wenye wakalipa kama miaka 3, miaka 2, kama misikiti lipa miaka 5. Maana yake hivi ilishamaliza. Ndio sababu unaona sasa zimeshuka kidogo. Lakini zitapanda kidogo vile vile. Alafu Bujumbura milioni 20. Allahu Akbar. Milioni 20 na laki 3 na 1030 na laki 1. Buhumuza hamuwezi. Hamuwezi. Buhumuza ngo yichunge hamuwezi. Hamuwezi. Alafu Burunga kawaida ndo ya mwisho. Watu wa Burunga wainue vidole hapa. Watu wa Burunga wainue mikono. Watu wa Burunga muinue mikono. Inabidi muende Burunga kufanya sensibilisation. Burunga ndo ilikuwa ya mwisho kidogo. Lakini yenyewe imeleta kidogo alhamdulillah milioni 2 na laki 6 na 59 na franga 900. Alhamdulillah, sio pesa ndogo. Alafu pamekuja Butanyerera imefanya ni milioni 5 na laki 5 na 10,000 na franga 500. Butanyerera. Butanyerera mjue na mikoa yenu. Kuna watu mpaka hivi hawajui mikoa yenyewe na Burundi yenyewe tunayo. Alafu Gitega ikaleta milioni 4 na laki 8 na 1027 na franga 200. Zote kwa jumla milioni 55 laki 6 na 1034 na franga 700. Na ndo sababu mnaona kazi kwa sasa hivi haisimami. Mwanzo tulikuwa tunakuja kila mtu anakuwa na uoga. Lakini hivi ukija na michango yetu hii unakutana kazi ziko zinaendelea. Alhamdulillah. Ndo sababu hiyo mnaona kazi ziko zinaendelea. Naam. Ripoti ya leo tumepata hii ni nini? Milioni 2 za nini? Zote tumepata milioni 2 na laki 5 na 1096 na franga 700. Ambazo cash ni 1,946,700 cash hapa. Alafu kwenye madeni tumepata laki 6 na 1050. Na hizo laki 6 na 1050 wenyewe wamezikubali, najua kama watazilipa. Wote ni wanaume wazima. Wenyewe wamezikubali, wote ni wanaume wazima. Kuna komine ambazo zimepata 0. Komine Mugina iko katika Bujumbura imepata 0.
na komine ya Gitega Kiganda imepata 0-0. Hizo komine ni lazima watu waangalie vizuri. Adhana ya adhuhuri, watukufu wa Islamu, acha tufikishe hapa kwa sababu komine tatu za mwanzo, ya kwanza ni Muyinga vile kama vile ambavyo nimezungumza. Komine ya pili ni Mugere. Mugere takbir. Mugere inapiga chini Mkaza, lakini najua kama Mkaza hii tour itakuwa ya kwanza. Mkaza vile nimeiona imesimama kidete, hii tour itakuwa ya kwanza. Komine ya tatu ya kwanza, katika tatu za kwanza ni komine Nahangwa takbir. Hizo ndio komine kubwa ambazo zimeweza kuchangia. Alhamdulillahi ni kwamba zoezi liko linaenda vizuri. Tumuombe Allah tu atupe thabati na atupe uhai. Na sisi tunawathibitisheni ya kwamba insha Allah Taala kwa uwezo wake Mannan, ambao ndo huwa al-awwal wa huwa al-akhir, viongozi wote kwa tukiwa pamoja tumeshikamana na Waislamu wakawa nyuma yetu, hatuna uoga wa kwamba jengo hili mwaka kesho kwa uwezo wa Mungu tunaliingia. Kama mwisho wa mwaka kwa uwezo wa Mungu tuombeanie dua tunaliingia. Jengo hili limekamilika vizuri sana. Ni hakika kwamba tulipofikia ni picha ya maendeleo na mshikamano na umoja wa Waislamu imeanza kudhihirika. Picha hii ambayo itatufikisha katika hatua za kuyafikia malengo makubwa katika jamii yetu ya Kiislamu. Umoja na mshikamano ndio imekuwa dira yetu Waislamu. Kukutana kila siku ya Jumamosi ni mfano wa kuweka nguvu na umoja katika njia ya kutafuta maendeleo. Wito kwa Waislamu wote wanaopatikana ndani na nje ya nchi ya Burundi, tuwe mfano wa kuigwa, tuwe hadithi ambayo itakayohadisiwa katika vizazi vyetu na kuleta picha ya maono kwa maendeleo ya vizazi vijavyo. Mshikamano wetu umetufanya kujenga ofisi, na hapa tulipofikia ni dhahiri shakiri kwamba umoja wetu una nguvu na mshikamano wetu utatufikisha pale ambapo tunapakusudia. Kila Muislamu atambue jukumu lake ni kuwekeza katika ujenzi wa ofisi hii. Kidogo kikubwa ambacho unakiwasilisha leo ndicho ambacho kinasaidia kupandisha msingi na nguzo za nyumba hii. Kila Muislamu atambue 1000 yake kwa mwezi itasaidia kujenga ofisi hizi na kuleta mabadiliko katika jamii yetu ya Kiislamu. Utakapowaona Waislamu wanapita kwako na kukuomba ile 1000 kwa mwezi, usiwasukume, wapokee na uweze kujitolea. Mimi ni Salum Hassan na mwenzangu Bwana Ahmed bin Nabi kutokea hapa katika ofisi za Kiislamu Komibu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amibu TV.